Group Limited. Video hii ni mahususi kwako wewe ndugu mfugaji na mfanyabiashara. Unapata changamoto katika upatikanaji wa vifaranga. Suluhisho nimekuja nalo leo ni incubator. Incubator hii ni full automatic. Hii hapa ni full automatic incubator, ina control joto na unyevu na pia inageuza mayai kila baada ya dakika 120. Ni kila kitu kinachofanyika hapo ni full automatic. Wewe ni kuchukua incubator yako, kuweka mayai, utakuwa unaongeza maji hapo siku za katikati na kupata matokeo baada ya siku 21. Incubator hii unaiona iliyopo mbele yako hapa, nitakwenda kukuonyesha namna sahihi ya kufanya setup ili kupata matokeo yanayoridhisha. Hatua hii ya kwanza, incubator yetu ipo hivi. Incubator yetu kama unavyoiona ina feni mbili kwa ajili ya kusupply joto, inapima unyevu na inakipima joto, pamoja na waya hii hapa ya motor. Hii ndio ina connect motor na controller ya hapa juu. Dashboard yako ipo hivi, ni full digital. Full digital, na hapa ina wale watu ambao wanatumia DC. Kama unatumia umeme wa solar au battery, unatumia kama backup au chanzo cha umeme, utatumia port hii hapa. Kama unatumia umeme wetu wa TANESCO wa kawaida, utatumia port hii hapa. Incubator yako inakuja na lola kama hizi hapa, itakuja na hivi vikopo kwa ajili ya kuwekea maji. Kuja na hivi vitu vyote, itakuja na hii kebo ya umeme wa TANESCO pamoja na kebo hii ya wale ambao wanatumia betri au sola. Hivi vikombe kwa ajili ya kuwekea hizi chupa za maji. Incubator yako ipo hivi. Hii ndio incubator yako ya mayai. Ndani ni sehemu za maji. Hizi hapa ndani ni sehemu za kuwekea maji, ni sehemu ambapo maji yanakaa ili kutengeneza unyevu katika incubator yako. Step ya kwanza kabisa ni kuanza kupanga lola. Hiyo ndio step ya kwanza kabisa. Huko kijijini umeme ni wa shida, chukua incubator hii hapa. Utatumia sola au betri bila shida yoyote. Pangaji wa lola, tunaanza na lola ya mwisho. Tunakuja na lola ya mwisho, kulia kushoto, afu lola zingine zinafuata hapa katikati. Zingine zote zinafuata hapa. Usawa utakuwa unalingana kati ya lola na lola, kati ya lola na lola. Lola zetu zimeshakaa hapo. Step ya pili sasa. Step ya pili ni connect waya wetu wa mota huu hapa na controller huku juu, ili kuwa na mahusiano kati ya controller na mota yetu hapa chini. Stage ya tatu ni kuweka mfumo wa maji. Maji ni muhimu katika incubator yetu kwa sababu maji yanahusika katika kutengenezaji wa unyevu. Utakuwa na vipaipu hivi hapa, utaconnect hapa. Utaconnect kwenye kila kikombe. Pipe ya pili hii hapa, utaconnect hapo. Wakati unaunganisha hizi pipe, angalia tight kabisa kwenye hivi vikombe pamoja na kwenye huku incubator, ili kusiwe na leakage ya maji. Kikombe chetu cha tatu utajaza maji yako ya kawaida humu. Jaza maji, utachomeka hapa.
utajaza maji hapo, utafunga, uta connect hapa. Utajaza maji hapa, utaweka hapo maji yote yatakimbilia ndani. Hii stage ya kwanza ni chupa 3 tu, maji yote yatakimbilia ndani. Maji yakikimbilia ndani, maji yanatosha kabisa kutengeneza unyevu kwa mara ya kwanza. Ili kuongeza maji, tutaangalia kwenye dashboard. Dashboard yetu ikisoma chini ya 50 inamaanisha unyevu kwenye incubator yetu utakuwa umeisha. Kwa hiyo tutalazimika tena kuongeza chupa 3. Ila chupa 3 kwa mara ya kwanza zinatosha kabisa. Huo ndio mfumo wa maji wa incubator yetu. Incubator yetu nitaenda kuifanyia testi kwenye umeme, tuangalie dashboard inasomaje. Incubator yetu imeshawaka. Hii ndio dashboard yake, ni full automatic, ni digital. Hapa juu au huu mstari wa juu kabisa hapa unaonyesha joto na unyevu ambao vipo sasa hivi au kile ambacho kinaendelea kwenye incubator yetu. Huu mstari wa hapa chini unaonyesha custom settings zile ambazo tumeziweka aidha ni unyevu na joto, ili kupata joto sahihi na unyevu ili kutotolesha vifaranga vyetu. Hapa juu tutaona joto linasoma 30.5 ili litapanda. Unyevu unasoma 70% na hapa ni timer. Hii ni timer ya kugeuza mayai. Kila baada ya dakika 120 kama nilivyosema, incubator inageuza mayai yenyewe automatic. Custom setting yetu ya kupata matokeo sahihi ni 37.8 kwa unyevu wa 60%. Hii ndiyo setup ya mashine yetu. Hapa tubadilishi chochote. Kwa setting hizi zitatufanya tupate matokeo sahihi kabisa katika utotoleshaji wetu wa vifaranga. Bila kusahau na nikukumbusha kwamba incubator hii, wewe mfugaji ambao unatumia solar au betri na kufaa, na incubator nzuri na ambayo itakuletea wewe matokeo sahihi na matokeo ambayo yataleta au yatakuongezea kipato katika kipato chako. Incubator hizi zinapatikana Mwalimu Group Limited, tunapatikana Dar es Salaam, Goba, nchi ya 4. Ukiwa mkoani, mzigo unakufikia popote pale ulipo na utalipa baada ya kupokea incubator yako. Karibu sana Mwalimu Group Limited.